Barabara hii nimeiona na nimeridhika kabisa kwamba barabara hii ina changamoto na inakizi vigezo vya haraka. Tuifanyie tathmini ya haraka ili tuweze kuikarabati na kuijenga vizuri iweze kupitika katika nyakati zote. Na leo ninaye mtendaji mkuu wa TARURA, nimemuona hapa Bwana Seif. Barabara zote za mijini na vijijini ziko chini yake nchi nzima. Na kwa namna ambayo tumeiona tumeridhika kwamba barabara hii ni lazima tuijenge sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, kilio chako kwa ajili ya wananchi wa Mabogini leo tunakimaliza. Sasa tunazo kilomita 31. Kilomita 31 hizi zinahitaji zaidi ya bilioni 45. Ambayo ni zaidi ya kiwango cha fedha za mkoa, sio? Mkoa huu wanapokea shilingi ngapi kwa mwaka? Bilioni 34. Bajeti nzima ni bilioni 34. Barabara hii peke yake inataka ngapi? 45. Maana yake tukifikiri tu ndani ya boksi hatuwezi kuijenga barabara hii, kwa sababu itakuwa imevuka bajeti yenu ya mkoa. Tunahitaji sasa kufikiri nje ya boksi. Na kwa sisi tuliopata nafasi ya kuchaguliwa na kuteuliwa, ndio wajibu wetu kuwafikiria wananchi na kumaliza changamoto zao. Ndio wajibu wetu. Hata ninyi mlivyotuamini, mliamini kwamba kero zenu tunakwenda kuzimaliza. Au uongo jamani? Sasa nitamuelekeza mtendaji mkuu wa TARURA, tutaanza kuijenga barabara hii. Na tutaanza kwanza tumalize changamoto ya madimbwi ambayo nimeyaona. Ili angalau wananchi waweze kupita vizuri kwenye barabara hii kwa kuanzia. Kwa hiyo nitamuelekeza mtendaji mkuu wa TARURA kutenga bajeti ya zaidi ya bilioni 7 ya kuanzia. Ili sasa tutengeneze mitaro, tujaze vifusi, kujaza barabara hii iwe juu. Ili hata maji yatakapopita, maji yaweze kwenda kwenye mitaro na barabara ipitike masaa 24 kwa mwaka. Hii ni hatua ya kwanza. Na mchakato huu nataka uanze mara moja Bwana Seif, sio mwakani, sio mwaka wa fedha ujao, mwaka huu wa fedha. Maana yake nikiondoka hapa wataalamu waje ili wafanye tathmini na tuanze mara moja kuijenga barabara hii iweze kupitika wakati wote. Lakini awamu ya pili sasa nimekusha mwelekeza mtendaji wa TARURA kwamba barabara hii tuiingize katika program ya maboresho ya miji ili kusudi tuweze kuijenga kwa kiwango hiki cha lami ambacho wananchi wanataka. Kwa hiyo nikiondoka hapa, maana yake mtendaji mkuu wa TARURA atatuma timu yake ili kusudi waanze kufanya tathmini ya kujua tunahitaji kiasi gani halisi, na programu hiyo tutamuomba Mheshimiwa Rais aridhie ili tuipeleke kwenye programu ya maboresho ya miji, kwa sababu tukisema tusubiri bajeti ya kila mwaka hatuwezi kuimaliza kilomita hizi 31. Na ni wajibu wetu sisi tuliopata nafasi ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais, ni lazima tufikiri nje ili kusudi tuweze kutatua changamoto za wananchi katika maeneo yetu. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba kilio chenu kimepata mwarobaini. Na pengine wakati mwingine nikija hapa basi tutapita kwenye lami, na wale akina mama ambao wanapata changamoto ya kwenda kwenye mahospitali wakijifungua kwenye magari, na wengine pengine wakipata madhara kwenye magari hayo kutokana na matuta makubwa na mabonde ambayo tumeyaona, madimbwi, changamoto hii Rais Samia anakwenda kuimaliza.